fedha ziko salama, matumizi yakoje? Tulipoondolewa tu zuio haramu tarehe 15 mwezi Aprili, kauli niliyoitoa hapa makao makuu ya chama mbele yenu waandishi wa habari, niliwaambia kupitia kwenu Watanzania waichangie Chadema, na tukaweka utaratibu kwamba watu wachangie kwa mifumo hiyo, na tuliwaambia kwamba fedha zenu zitakuwa salama, na naomba niwahakikishie tu kwamba fedha zinazochangiwa za chama ziko salama na zinatumika kwa mujibu wa taratibu za kifedha, kwa maamuzi ya vikao, na taarifa za mapato na matumizi zinatolewa kwenye vikao vya chama. Na kikao kilichopita cha kamati kuu, pamoja na mengine, sababu ya maazimio ambayo tumetangaza kwa umma, lakini kikao kilijadili vile taarifa ya katibu mkuu ambayo ilihusisha vile taarifa ya fedha ya chama, na hakukuwa na swala lolote juu ya matumizi ya fedha ambalo linaweza kutumika na muuliza swali kusema kwamba kuna jambo ambalo linahitaji hatua zozote zile. Kwa hiyo mambo yako sawa sawa, na kwa pesa ambazo zinakusanywa mikutanoni tone, utaratibu tulioweka kama sehemu ya kuhakikisha matumizi ya fedha yanazingatia taratibu za kifedha, pamoja na kuwa fedha zinakusanywa mkutanoni pale na kwa uwazi kiwango kinatangazwa pale mkutanoni, maelekezo ni kwamba ili pesa zitumike lazima kwanza ziingizwe benki. Kwa zinakuwa benki ili zitoke sasa, kama zinarudi kwenye operation kwa ajili ya mafuta, zinarudi kwa utaratibu wa kuingia kwanza kwenye account, ili kuhakikisha kwamba kuna accountability na ili pesa itoke kwenye account ya Chadema. Manake haya mambo yanazungumzwa bila watu kufahamu utaratibu wa kifedha wa chama. Katibu mkuu ni afisa masuhuri wa chama, na utaratibu wetu wa kibenki makao makuu ya chama, kuna kategori mbili za watia saini ili pesa itoke kwenye akaunti zetu za makao makuu za benki. Kategori ya kwanza yuko mwenyekiti wa chama na katibu mkuu. Sasa mwenyekiti wa chama yuko gerezani, kwa maana kategori ya kwanza yuko katibu mkuu. Kategori ya pili sasa ndio yuko mkurugenzi wa fedha na maafisa wengine katika kusaini. Kwa tafsiri yake ni nini? Pesa za makao makuu zinatoka zikiwa cheki imesainiwa na katibu mkuu wa chama, na mpaka sasa hakujawa na tuhuma zozote popote. Sasa tunaposikia kuna tuhuma zinarushwa kwa viongozi wengine kuhusu matumizi ya pesa za tone makao makuu, najiuliza kwamba hawa watu wanaelewa taratibu za kifedha na utaratibu wa kitaasisi kuhusiana na masuala ya fedha, au tuhuma zinatolewa tu kiujumla. Kwa mimi nasema tu kwamba ndugu yangu, fedha zinazochangiwa tone, pesa ziko salama na zinatumika kwa matumizi ambayo yako intended, na kwa kweli ni chache sana. Tunawashukuru Watanzania kwa kutuchangia kwa nguvu kubwa, lakini ni chache ukilinganisha na kiwango cha mahitaji tulichonacho. Kwa tunapita katika kipindi kigumu kidogo cha kifedha, lazima tuambizane ukweli. Na Watanzania ambao mna imani kubwa sana na Chadema, mna tumaini kubwa sana na Chadema, namna ya kuisaidia Chadema mojawapo ni kuichangia Chadema. Hata kama una hofu ya kuchangia wewe binafsi moja kwa moja, tafuta njia yoyote ile, imradi mchango ufike kwa Chadema, usaidie kwenye mapambano ya haki ambayo tunaendelea nayo. Miaka ya nyuma mtoto akawa anasubiri mpaka mwalimu haje ili aweze kumfundisha. Kwa sasa namna teknolojia ilivyokuwa, mtoto anaweza kujifunza mwenyewe bila kumtegemea mwalimu yoyote. Hivyo basi tablet zetu _TZ tumeweza kukuletea tablet ya KT37 kwa bei ya 2,500 tu. Hii ni tablet ambayo ina kioo kigumu kabisa, sio rahisi kuvunjika, yenye betri ambayo inaweza kukaa na chaji kwa muda mrefu, na kioo chake ni cha inchi 10. Hii tablet ina uwezo wa kutumia line, internet pamoja na wifi. Hivyo basi unaweza kumnunulia mwanao hii tablet kwa ajili ya kujifunza. Usiweze kupitwa na ofa hii kutoka tablet zetu _TZ. Tunapatikana Sinza Mori, Dar es Salaam. Unaweza kuwasiliana nasi kwa nambari 07595911
23 au kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa jina la @tabletzetu_tz.